UK7. Naomba niwakaribishe kwenye kikao chetu. Kama ilivyo kawaida yetu, baada ya kumstiri mpendo wetu, huwa tunakuwa na kikao kwa ajili ya kupata tathmini. Na kikao hiki ni mwendelezo, kwa sababu tulikuwa na kikao ambapo viongozi tumejadili baadhi ya agenda, na agenda ambazo zimebaki sasa ni kwa ajili ya kukamilisha. Na kabla sijaendelea, niwaombe viongozi wa kuanzia mwenyekiti wa maafa, katibu wa maafa, pamoja na mwenyekiti na katibu wa zile kamati ndogo ndogo wasogee upande huu ili iwe rahisi wakati tutakapokuwa tunaita. Naombeni mwenyekiti wa maafa, katibu wa maafa, katibu na mwenyekiti kamati ndogo ndogo, sogee upande wangu wa kulia ili twende kwa haraka kwa sababu tumeshachelewa. Okay. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa maafa. Mwenyekiti wa maafa, karibu. Kwa majina naitwa Bari Ankamba, mwenyekiti wa maafa wa msiba huu. Msiba huu nilikuwa na kamati 5. Kamati ya chakula, kamati ya usafiri, kamati ya mapambo na kamati ya mazishi na itifaki. Nikiri kwamba nimepokea milioni 17,500,000. Milioni 17,500,000 keshi kutoka kwa msiba mkuu. Kwa ufafanuzi zaidi, ninaye katibu wangu hapa ajaribu kunyosha mambo. Asante sana. Mheshimiwa katibu. Asante mwenyekiti. UK7. Kwa majina naitwa Giria Badia, katibu wa maafa. Nikiri kupokea shilingi milioni 17,500,000. Ilikuwa na kamati 5. Kamati ya kwanza ilikuwa na kamati ya chakula, ya pili kamati ya mapambo, 3 kamati ya usafiri, 4 kamati ya mazishi, 5 kamati ya itifaki. Nianze moja kwa moja. Nianze na kamati ya chakula. Kamati hii nimeikabidhi shilingi milioni 8,600,000. Mwenyekiti wa chakula, karibu kwa ufafanuzi zaidi. UK7 yajayo yanafurahisha. Salamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa George Paul Maroba, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya chakula. Nakiri kupokea shilingi milioni 8,600,000. Karibu katibu. Asante. UK7 yajayo yanafurahisha. Kwa majina naitwa Nyalando Malimi, ni katibu wa kamati ya chakula. Nimekaimu tu kwa sababu katibu alipata changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Nitasoma matumizi kama ifuatavyo. Nakiri kupokea milioni 8,600,000 keshi taslimu. Matumizi tuliyotumia ni milioni 8,595,500. Baki matumizi tayari milioni 8,595,500. Baki ni shilingi 4,500. Vitu vilivyobaki: kuna nusu junia la mandazi, kuna mchele kilo 10,
kuna sukari kilo 20, kuna wali diaba 3, kuna ndoo moja ya nyama, pia kuna mafuta ya kupikia lita 20. Vile vile kamati hii ilikuwa na watu 8, viongozi 2 na wajumbe 6. Wajumbe waliohudhuria ni 3. Mmoja tumepata taarifa zake kuwa alikuwa na uzuru, 2 hatuna taarifa zao. Naomba niwatambulishe wajumbe wa kamati ya chakula, popote walipo wasimame. Tutajie ambao hawapo. Ambao hawakuwepo, wa kwanza ni Lea Nyanda, huyu alikuwa na ruhusa. Wa pili ni Samuel Yuni. Wa tatu ni Yusufu Buyobe. Naomba kuwakilisha. Kwa hiyo ni 4. Ni 3 4. Ni 3. Sawa. Mmoja ana ruhusa na mmoja ambaye alikuwa ni katibu amepata changamoto. Haya. Hao watu wa chakula nafikiri wamefanya kazi nzuri, pamoja na kwamba walikuwa pungufu, lakini wamejitahidi sana. Kwa hiyo wamefanya kazi nzuri, tuwape maua yao. Kamati ya namba 2 ni kamati ya mapambo. Karibu mwenyekiti. Mmebakiza hela hapo kamati ya chakula, hatujaziona hapa. UK7. Anafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Nshashi Sai Mkinda. Nakili kupokea shilingi milioni 4,875,000. Karibu katibu wangu. UK7. Ndio. Anafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Nkinga Ntiga, katibu wa mapambo. Kamati ya mapambo ilikuwa na wajumbe 5, ikiwemo mwenyekiti na katibu na wajumbe. Wajumbe ambao wamehudhuria ni 2, mmoja aliomba uzuru. Nakiri kupokea shilingi milioni 4,875,000, matumizi milioni 4,900,000, nadaiwa 29,000. Milioni 4,900,000, nadaiwa 29. Unadaiwa 29. Ulisema na wajumbe 5, sasa umetaja 3 tu. Wengine wako wapi? Mwenyekiti na katibu wetu. Sawa. Hawa vipi? Kuna swali? Hamna swali? Basi tuwape maua yao. 3, kamati ya usafiri. Hii niligawia shilingi milioni 2,500,000. UK7. Anafurahisha. UK7. Naitwa Lukuba Saguda Lili, ni mwenyekiti wa kamati ya usafiri. Mimi na katibu wangu tunakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 2,500,000 kutoka kwa viongozi wa maafa. Karibu katibu uweze kudadabu. UK7. Anafurahisha. Mimi naitwa Kevin Banga, nimehudumu kama katibu wa kamati ya usafiri. Kamati yetu ilipokea shilingi milioni 2,500,000. Matumizi, tumetumia shilingi milioni 2,10,000
baki 490,000. Tunaomba mwasilishe dokumenti hiyo ambayo mlikuwa mnatumia. Haya mwenyekiti, asante sana. Sasa itafikaje hapa kama iko kwenye simu? Nitaenda kwa mwenyekiti. UK7 yajayo yanafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Mageme Mangu, nimehudumu kama mwenyekiti kamati ya mazishi. Kamati ya mazishi ilikuwa na wajumbe wawili, mwenyekiti pamoja na katibu. Katibu nilikuwa naye, ila amepata uzuri kidogo, ana mgonjwa, ameenda kumkimbiza hospitalini. Nakiri kupokea kiasi cha shilingi 1,500,000. Matumizi nimetumia 1,133,000, nimebakiwa na 67,000. Naomba kuwasilisha. Kamati hii kuna maswali? Hamna maswali? Hata hiyo iliyokuwa ya usafiri hamna maswali, si ndio? Basi kwa pamoja tuwape maua yao. Mwisho kabisa, kamati ya itifaki. Karibu mwenyekiti. UK7 nafurahisha. Sisi tulikuwa kamati ya itifaki na tumesimamia kazi yetu, imeenda vizuri. Kamati zetu zote tulikuwa tunazikagua. Mwenyekiti, kamati yetu ilikuwa na 0.0, ila tulikuwa tunahakikisha kazi ifanyike vyema. Napenda kuwasilisha. Haya. Katibu wako labda. Ni mwenyekiti wewe ni katibu. Mpe maiki mwenyekiti. UK7 nafurahisha. Jina langu ni Joseph Kachwele, nimehudumu mwenyekiti wa itifaki. Nafikiri kamati zetu zote zimefanya kazi kwa weledi. Nikiri kuzipongeza na kusema kazi iendelee. UK7. Haya. Mimi nafikiri kamati hizo Kachwele hamkuwa na chochote, nyinyi mmesema eti. Basi tuwapongeze kamati ya itifaki. Haya, katibu tuendelee. Asante mwenyekiti. Baada ya kupokea tathmini ya msiba, sasa tunaomba tupokee neno la shukrani kutoka kwa familia aliyeandaliwa au mfiwa. Nadhani kamati ya maafa okay. Chochote tu tunahitaji tuambie wewe, sisi tuweze kumaliza, maana huyu hayupo, inawezekana yuko kwenye kikao cha familia huko. Asante sana bwana UK7 na viongozi wote wa meza kuu. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwamba nimefarijika sana kwa huduma ambazo mmezionyesha kwenye familia hii, pia na wale ambao wametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya tukio la binti yetu. Nawashukuru sana kwa sababu ni jambo zito, niligusa wote, familia UK7 na familia wote na ndugu na jamaa na marafiki. Sina cha kuwalipa ila Mungu ndo anayejua, kwa sababu yeye ndo mweza wa yote. Kwa niwashukuru sana. Pindi mtakapoondoka hapa, msafiri salama majumbani kwetu. Kila mtu anapofika kwake, jambo la kumshukuru Mungu. Kwa naombea kwa Mwenyezi Mungu wote. Asanteni sana. Asante. Haya. Agenda nyingine. Asante mwenyekiti. Agenda inayofuata ni kufunga kikao. Kwani kukaribishe kwa ajili ya kufunga kikao. Karibu mwenyekiti. Agenda inayofuata ni kufunga kikao. Sawa. UK7 yajayo nafurahisha. Ndugu zangu, wana umoja wenzangu, ni kweli sisi tuko hapa siku ya leo
lakini ni kwa sababu tu ya binti wetu huyu aliyetukusanya. Tunashukuru Mungu kwa kazi nzito tulizozifanya na tumefanikisha, lakini kila tunapokutana yapo ambayo huwa tunatamani kuyazungumza. Ndugu zangu, wana umoja wenzangu, kazi ipo. Kazi ipo katika kuiendeleza safari hii ya UK7. Kazi ipo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mahudhurio yetu yamekuwa ni hafifu mno. Angalia UK7 tuko zaidi ya watu karibia watu wa 700, lakini ukiangalia unakuta tumeenea kwenye matenti mawili ya watu 50. Maana nikiangalia kwa hesabu matenti mawili tu, maana hata hivyo hapa mjajaza vizuri. Kwa hiyo tuko wachache mno. Mahudhurio yetu ni hafifu, ni nje ya makubaliano yetu ambayo tumekubaliana. Sasa sijui siku moja nisemaje ili nieleweke vizuri. Sijui ni kwa namna gani sasa tuseme ili tusikike, kwa sababu nyinyi ni wale ambao mnahitaji mambo kama haya. Ni wale ambao tumekubaliana kwenye maandiko haya ambayo tumeyatengeneza. Sasa tunapokuwa na mahudhurio mabaya namna hii, basi inatia huzuni hasa kwetu viongozi. Tunapata shida sana ya kuliongoza kundi hili kwa sababu sio makubaliano yetu. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, ninataka niongeze jambo lingine ambalo huwa naligusia mara kwa mara, lakini niseme kwa mara nyingine. Ni kwamba kama mnahitaji UK7 isonge mbele, tufike kula ambako tunatarajia, tuyafanye yale ambayo tunayasema yanafurahisha, basi tusije tukakubali kubaguana kwa makabila yetu. Tusikubali kubaguana kwa makabila yetu, lakini pia tusikubali kubaguana kwa nafasi zetu. UK7 iko level moja. Wote walioko hapa wako aina moja tu. Sisi tunawatambua kama wanachama wa UK7. Lakini kama tutaruhusu mambo kama haya yawe yanatokea, hata sisi viongozi mtatupa kazi ngumu ya kuliongoza kundi hili. Itakuwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo tusigawanywe kwa ukabila, tusigawanywe kwa udini, tusigawanywe kwa nafasi tulizonazo. Hapo ndio tutasafiri salama. Lakini tukiruhusu mambo hayo yatokee, basi itakuwa ni kazi ngumu kufika kule tunakokwenda. Itakuwa kama kazi ya Waisraeli kutoka Misri miaka 40, wakati eneo lilikuwa ni fupi tu, lakini kwa sababu tu walikuwa wanakosea njia, basi ndio maana walimaliza muda mwingi hawajafika. Kwa hiyo hilo nawaomba sana. Mimi kama mwenyekiti wenu, mimi naipenda UK7 na nyinyi mnajua mnaipenda UK7 yenu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kuzingatia sana. Baada ya kusema hayo, niongezee kadogo tu. Kuna mtu mmoja nilikutana naye mimi, akanambia, nikamuuliza vipi, mambo vipi, safi. Akasema nimeulizwa na mtu mmoja wakati napita huko, nikapewa hongera nyingi sana. Bwana, hongereni sana, mmefanya mambo makubwa.
tunaona mmejenga jengo. Kwa hiyo hilo jengo ni zuri sana. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini huyu mtu alirudisha kauli nyingine. Kamwambia hapana, usinipe hongera mimi. Badala yake sasa wape hongera wale. Sio mimi. Mimi nalisikia tu, japokuwa na mwana UK7, lakini nasikia tu kwamba wanajenga jengo. Sasa niliposikia hizo kauli mimi nilichukia sana. Sasa UK7 ndo hii ambayo tunaiandaa. Tunasema umoja. Tunazungumzia kila kitu ambacho tunakifanya pamoja. Kwa nini ifike mahala uulizwe wewe useme wanafanya? Lakini tu kumbe kilichosababisha aseme hivyo ni kwa sababu yeye hajachangia. Sasa kusema hivyo hujachangia tu uonekane sio muhusika, hapana, hatujafika huko. Sisi ni wamoja. Hata yule ambaye hajachangia tunahesabu ni mwana UK7. Hata tukitaka kufanya jambo gani hapa, tunawahesabu wote ni wana UK7 wote. Kila mmoja hapa ajisikie tunachokifanya ni cha pamoja, sio cha mwenyekiti wala sio cha wale waliochanga tu. Ndio maana mimi nataka niwatafutie kauli. Ukiulizwa na mtu kwamba vipi hilo jengo ni la kwenu, sema ndio. Ni sisi ndio tumetengeneza hilo, maana ni wewe kweli. Usifikiri kwamba upo tu. Tunatambua mchango wako hata kama hujachanga, lakini kwa sababu ni aibu, kama unaona aibu kusema kwamba ni la kwetu kwa sababu wewe hujachanga, sasa lazima uungane. Kwa nini usiungane na wengi? Na wewe pitiamo humo kwa wengi, ili hata ukiulizwa una nafasi nzuri ya kusema ndio ni la kwetu hili. Ili ni la kwetu. Mtu akiuliza useme ndio ni la kwetu. Ni sisi ndio tumefanya maajabu haya. Sasa ndugu zangu, wana umoja wenzangu, nilikuwa natamani niwaeleze haya ambayo tayari nimeshayasema, lakini cha mno tuendelee kukipenda chama chetu, tuendelee kusapoti kikundi chetu hiki, tuendelee kuwa wamoja katika mambo yote tunayoyafanya yanayohusu jamii hii. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa hayo tu machache yanatosha kwa sababu ya muda. Niruhusu sasa, wakati naenda kuhitimisha kikao hiki, tumeshazoea huwa tunahitimisha kwa maombi. Kwa hiyo nataka nimkaribishe mjumbe mmoja atuhitimishie kikao chetu hiki kwa maombi na tuweze kurudi nyumbani salama. Lakini nirudie tena, mahudhurio yetu ni hafifu. Baada ya kusema hivyo, basi nikukaribishe naibu katibu itifaki UK7 utukabidhi kwa Mungu na kisha tuweze kurudi majumbani. Na atakapohitimisha huyu, basi hata mimi nitakuwa nimefungamana humo, sitakuwa na sababu tena ya kufunga kikao au kuhitimisha kikao hiki. Asante sana. Basi tusimame tuweze kuomba kwa kuahirisha huduma hii. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wetu muumbaji, mfalme wa mbinguni, tunakushukuru sana sana mchana wa leo. Siku ya leo umekuwa mwema sana kwetu. Umetuongoza na umetulinda tulipotoka majumbani, tukitumia vyombo vya moto kuja kumfariji ndugu yetu mpendwa wetu katika kikundi chetu cha UK7. Na kwa maana hiyo, Mungu wetu wa mbinguni, tunarudisha sifa na heshima mbele zako.
jina lako litukuzwe juu mbinguni. Mchana wa leo tunakushukuru pia Mungu wetu, mwenyekiti wetu Duba umemuongoza, anatuongoza vizuri kwa hekima na busara, anatuonyesha faida na manufaa ya kikundi hiki. Ninaomba umbariki mwenyekiti, mpatie nguvu na afya njema, adumu kuhudumu kwenye kikundi hiki na kwa jamii nzima, na jina lako lipate kutukuzwa kupitia huduma hii. Bariki makatibu wanaoshirikiana naye, lakini bariki hata wale manaibu wenyekiti wanaoshirikiana naye. Endelea kuwapatia busara, hekima na maarifa, waendelee kutenda vema kwa utukufu wa jina lako. Baada ya haya yote, matangazo yametangazwa na hotuba fupi ametoa mwenyekiti. Tunaomba itujenge, lakini tuandae kuwa na umoja kwa ajili ya ufanisi mzuri wa UK7. Tunahitaji kurudi nyumbani mchana wa leo. Ninaomba uzuie nguvu za mapepo njiani, zuia nguvu za majini njiani, nguvu za kichawi njiani. Watumishi wako wote kutoka kona nne za dunia walikotoka, uwasafirishe salama, wafike salama, na tusikie kila mmoja yuko salama, tupate kuitukuza jina lako. Tunaomba baada ya haya yote, Mungu wetu wa mbinguni, uwe pamoja nasi sasa, ukitubariki na kutuongoza. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu, wote tuseme amina.